Bwana Yesu na asifiwe, mpenzi mtazamaji. Asubuhi ya leo ni siku ya Jumapili ambapo wengi tu huwa wanafika pale kanisani ili kumwabudu Mwenyezi Mungu na kumshukuru kwa sababu ya wema ama mema ambayo ameweza na kututendea katika wiki yote. Na hivyo asubuhi ya leo ningependa kukaribisha katika kipindi cha Manyunyu ya Baraka. Tuanzie ibada hapa na hizo baraka hata kabla hatujaweza na kufika pale kanisani. Hivyo basi ninakusihi ili ukaweze na kukaribia katika runinga yako, tukaweze na kupokea hizi baraka kupitia kwa maombi, kupitia nyimbo ambalo tunaletewa na mtumishi wa Mwenyezi Mungu ambaye sio mwingine mbali ni Reverend Salome Mutua kutoka kanisa la ABC Nguluni, Kangundo Pastoret, Machakos Sub-Headquarters. Karibu tubarikiwe pamoja. Nashukuru Mungu kwa mara tena ametupa kuwepo siku ya leo ili tukaendelee kufahamu mapenzi yake. Na siku ya leo ningelipenda nisome kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura ile ya 20 na mstari ule wa 4. Kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura ya 20 na nitaanza mstari ule wa 4. Neno la Mungu lasema, kisha nikayaona viti vya enzi, wakaketi juu yake, nao wakapewa hukumu, nami nikaona roho zao waliokatwa vichwa kwa ajili ya ushuhuda wa Yesu na kwa ajili ya neno la Mungu, na hao wasiomshuhudia yule mnyama wala sanamu yake, wala hawakuipokea ile chapa katika vipacha vya uso zao wala katika mikono yao, nao wakawa hai wakatawala pamoja na Kristo miaka 1000. Bwana, ninakushukuru kwa neno lako. Nena nasi katika neno hili, na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba. Amen. Mpendwa, ningelipenda siku ya leo tukaweze kunena kuhusu mambo yajayo. Kitabu hiki cha Ufunuo wa Yohana ni kitabu ambacho wasomi wa neno la Mungu wanasema ya kwamba inanena kuhusu mambo ambayo yatatokea ama yataonekana nyakati za mwisho. Ni kitabu ambacho katika lugha ya Kimombo tunasema ni kitabu kinanena kuhusu eschatology, mambo ambayo yatatokea nyakati za mwisho. Na hapa tunaona mtumishi wa Mungu akinena nasi kuhusu mambo ambayo yatatokea. Na hasa tunaponena kuhusu haya mambo yatakayotokea, mimi ningelipenda mpendwa ujiulize, wewe uko katika ufalme upi? Watu nyakati hizi, kila mtu anang'ang'ana kuwa katika mahali ambapo kuna ufalme, mahali ambapo kuna mtu aliye na nguvu, kuna mtu aliye na mamlaka. Na hata watu wanatarajia kuwa labda viongozi wa vyama tofauti, wengine hata kuwa viongozi wa serikali, wengine kuwa viongozi hata katika vikao ambavyo wanakaa. Lakini wapendwa, tunasahau kana kwamba kuna ufalme ambao unapita, lakini kuna ufalme wa milele. Tunaona mtumishi wa Mungu ananena akisema ya kwamba kisha nikaona viti vya enzi. Anaona viti ambavyo vinatokezea, na nakwambia ya kwamba haya ni mambo ambayo yatatendeka siku ya mwisho. Kutakuwa na viti ambavyo wapendwa vitaonekana, na hizi viti kuna wale ambao watavikalia. Anasema ya kwamba waliovikalia hivi viti, wale ambao waliketi, walipewa hukumu. Kweli ni viti vya ufalme, maana walipovikalia walipewa
nguvu ama hukumu ili wakaweze kuhukumu. Na anasema ya kwamba aliowaona wamekalia viti hivi ni wale ambao walikatwa vichwa vyao kwa ajili ya ushuhuda wa Yesu Kristo na neno la Mungu. Kwa hivyo hawa ambao walionekana ni wale ambao walikuwa wamekatwa vichwa vyao kwa ajili ya ushuhuda na neno la Mungu. Wapendwa, hawa ni watu ambao walisimama wakasema kwa vyovyote vile hawatakairi neno la Mungu, hawatamuacha Mungu, hata kama ni kifo watakufa, ili wakaweze kupewa nafasi ya kukaa katika ufalme. Wapendwa, kuna maana ya kwamba kama tungelipenda kuwa katika ufalme ule ambao utadumu milele na milele, lazima tujiandae kuwa watu ambao tutavumilia mateso ambayo tunakutana nayo, majaribu ambayo tunakutana nayo. Kila wakati kuna majaribio ambayo shetani anatuletea. Wapendwa, kama ungelipenda kuona ule ufalme na kupewa mamlaka na hukumu ya kukalia vile viti vya enzi, ni lazima tuwe watu wa kuvumilia. Ni lazima tuwe watu ambao tutavumilia ili tukaweze kupata kibali cha kukalia vile viti. Na pia anasema ya kwamba ni wale ambao hawakuabudu yule mnyama, ni wale watu ambao hawakufanya any compromise katika maisha yao ya Ukristo. Hata kama hali zitabadilika, hata kama watu watatafuta msaada, hawa ni watu ambao waliamua watakaa kwa Mungu, kuwa wema kuwe nini, watakaa mahali pale. Wapendwa, kumbe kuvumilia majaribu, kuvumilia mambo ambayo unakutana nayo, kukataa mambo ya ulimwengu huu, kukataa hata kuchitia unajizi, wapendwa, itakupa wewe kibali cha kukaa katika vile viti vya enzi. Na havitakuwa tu viti vya enzi, lakini tutatawala pamoja na Mungu wetu. Tunaambiwa hawa walikalia, wakaketi pale, wakatawala na Bwana Mungu kwa miaka 1000. Kama tutavumilia, wapendwa, kuna utawala ambao tutakaa katika na Mungu wetu, na tutatawala, na pia tutakuwa na hukumu wa kuwahukumu wenye dhambi. Wapendwa, ningelipenda kukuhimiza, wacha tukaweze kung'ang'ania ufalme huo, ufalme ambao tutatawala milele na milele, ufalme ambao tutahukumu hata wenye dhambi. Ni heri, wapendwa, ukavumilie majaribu, kudharauliwa, hata kuonekana kama wewe ni mtu duni, lakini uvumilie. Vumilia, wapendwa, katika yale unayopitia, yale ambayo watu wanasema kukuhusu, yale watu ambao wanaonyesha madharau. Kuna siku itafika, hao watu wanaokudharau, wale watu wasiokupa heshima, kuna siku ambayo utakuwa mtawala wao. Kuna siku utatoa hukumu kwa ajili yao. Wacha ukachekelewe, lakini wakati wa kuwa mfalme unakaribia. Wakati wa sisi kutawala na Mungu wetu unakaribia. Ni kwa wale tu wanaovumilia, ni kwa wale tu watakao simama imara. Hawatakubali unajizi wowote ule, hawataabudu sanamu yoyote, hawataabudu hata mtu yoyote ile, ili wakaweze kutawala na kukaa katika vile viti vya enzi. Kwa hivyo ningelipenda ukaweze kujua ya kwamba ingawacha sahihi tunang'ang'ania viti vya ulimwengu huu, lakini kuna kiti ambacho chaja wakati wa mwisho, na hicho kitakuwa kiti chenye heshima, chenye ushindi mkuu kwa wale ambao walivumilia. Kwa hivyo tujifundishe kuvumilia, tujifundishe kuchipa moyo, tujifundishe kukaa karibu na Mungu wetu, maana ikiwa tutavumilia, tutapewa ushuhuda na tutaweza kumiliki
ule ufalme pamoja na Mungu wetu. Kwa hivyo Mungu akusaidie sana. Unapong'ang'ana, ng'ang'ania ufalme ule. Unapotafuta katika ulimwengu huu, pia tafuta katika ufalme unaokuja, ufalme ambao utadumu milele na milele. Na Mungu alibariki neno lake. Falme, na kushukuru kwa ajili ya neno lako ambalo linatukumbusha ya kwamba kuna wakati waja ulimwengu huu ambao tuko sasa utapita. Yale ambayo tunayaona yatapita. Nguvu zote zitapita. Mamlaka yote itapita. Lakini kwa wale ambao watavumilia, hata majaribu, hata mateso, hata kuchukiwa, hata kusema, mfalme utawapa kukaa katika viti vya enzi, na utawapa kutoa hukumu kwa wenye dhambi. Na pia hawa watu mfalme watatawala pamoja nawe. Falme, naomba ya kwamba utusaidie tukaweze kuvumilia. Utusaidie tukaweze kujitenga na dhambi zote, ili tukaweze kuwa warithi katika ufalme ule ambao tunautazamia. Falme, tutendee mema ili tukaweze kuona ushindi huu. Na ni katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu taomba na kuamini. Amen. Mwisho wa hadithi ya waaminifu ni ushindi. Mwisho wako mpendwa mtazamaji, mpenzi mtazamaji, ni ushindi. Imani yako, amini. Zidi na kumtegemea huyu Mwenyezi Mungu, ukijua kwamba unaweza ukapitia magumu, majaribu, changamoto, lakini mwisho wa hadithi ni ushindi. Ushindi upo upande wako. Uaminifu kwa Mungu una thawabu ya milele. Kuna thawabu ya milele ambayo unaingojea mpenzi mtazamaji. Usije ukashindwa tu ukiwa hapa katikati. Mateso ya sasa, majaribu ya sasa, changamoto za sasa haziwezi kulinganishwa na utukufu unaokuja. Yaani ukuu wa Mwenyezi Mungu unaokuja. Ile tabasamu ambayo unaingojea kwa sababu ya kuwa mshindi. Yaani ushindi ambao unaungojea. Hilo tabasamu, furaha ambayo unaingojea haiwezi kalinganishwa na yale mateso ambayo unayapitia. Haiwezi kalinganishwa na hayo majaribu ambayo unayapitia. Zidi na kusimama imara, kumtazamia tu Yesu na kumwaminia kila wakati na kuweka tegemeo lako pale. Usikate tamaa. Mungu yuko pamoja nawe. Amesimama pamoja nawe. Bali omba tu ili akaweze na kuendelea na kukushikilia. Usije ukashindwa hapa katikati. Bali ujue kwamba mwisho wa hadithi, mwisho wa hayo yote, yote kabisa ni ushindi ambao uko upande wako. Ninakutakia wakati mwema, ibada njema mahali popote pale utaweza na kuabudu. Mungu wa pamoja nawe, watumishi wote wa Mwenyezi Mungu ambao mtaweza na kuhudumia kanisa lake. Roho Mtakatifu akuwatumie kama vyombo vitakatifu. Nimekuwa wako Pastor Lucy Michael nikikwambia kwamba neema ya Mwenyezi Mungu na ikubebe na pia ikutoshe, na ujue kwamba mwisho wa hadithi. Bye bye.